Maisha yana mambo mengi sana, na yamkini wewe unapita kwenye nyakati fulani kwenye maisha. Nyakati za maisha zinatofautiana kwa watu wengi sana. Ziko nyakati za maombi, unamuomba Mungu akupe kitu na ukapata. Ziko nyakati za kupokea kile unachokipata, lakini ziko nyakati za kusubiri. Ziko nyakati watu wengi wanapita, ni nyakati za mpito kati ya alichokitaka kwenye maisha na anapokipata. Zipo nyakati za kipindi umepanda mbegu na unatakiwa kuvuna. Hapo katikati kuna season unaitwa msimu wa kusubiri. Msimu wa kusubiri mavuno, msimu wa kusubiri majibu ya kazi ulioomba, msimu wa kusubiri maombi ulioyaomba, majibu ya maombi ulioyaomba. Watu wengi kwenye maisha tunapitia nyakati za kusubiri. Sasa sijui unasubiri nini, sijui uliomba nini, sijui umeapply nini, sijui umefanya nini, sijui umepanda mbegu gani, unasubiri kitu gani? Lakini naomba nikufundishe kitu kitakachokusaidia kwenye personal development au maendeleo ya maisha yako, namna na vitu gani ufanye. Nataka nikupe vitu 4 au mambo 4 ambayo ni muhimu sana kuyafanya wakati ukisubiri. Usisubiri kiasara, usisubiri ukiharibu hali ya hewa. Inabidi ujifunze namna gani unasubiri chochote unachokisubiri, namna gani unasubiri chochote ulichomuomba Mungu, chochote ulichokifanyia kazi, chochote ulichokipanda, mavuno unayoyasubiri. Unasubiri nini? Huduma kupanuka. Unasubiri nini? Kufaulu. Unasubiri nini? Kwenda chuo. Unasubiri nini? Wakati unasubiri, kuna vitu ambavyo ni vizuri ujifunze kuvifanya. Itakusaidia. Jambo la kwanza la kujifunza kufanya wakati unasubiri, subiri ukiwa katika maombi. Usisubiri umlevi tu, usisubiri unafanya vitu vya ajabu, usisubiri unakula bata tu. Chochote unachokifanya wakati unakisubiri, endelea kumuomba Mungu, endelea kuomba Mungu, endelea kumwambia Mungu, ninakutumaini hata katika hili. Endelea kumwambia Mungu, hata katika hili bado nafahamu utafanya. Endelea kumwambia Mungu, nimeapply kitu hichi, nasubiri matokeo. Naomba uendelee kunisaidia kwenye wale watu wanaopitia zile barua, kwenye wale watu wanaofanya interview. Nimefanya interview ya kwanza, nimefanya ya pili, nasubiri oro. Mungu nisaidie kwenye hii interview, nisaidie niitwe. Endelea kumwambia Mungu akupe afya kwenye namna yako. Unaendelea kusubiri mafanikio ya watoto wako, siku moja uone harusi zao na send off zao watoto wako. Mwambie Mungu akusaidie kukupa afya. Mwambie Mungu akulinde na awalinde watoto wako. Endelea kusubiri ukiomba, usikate tamaa kuomba wakati unasubiri. Hata kama unachosubiri ni matokeo ya ulichoomba, endelea kuomba ukisubiri. Jambo la pili, subiri ukishukuru. Wait while you give thanks. Mshukuru Mungu kwa alichokufanyia. Mshukuru Mungu kwa anayokufanyia. Mshukuru Mungu kwa atakayokufanyia. Jifunze kushukuru prophetically, kinabii, hata kwa vile vitu ambavyo bado hujavipata. Watu wengi wanafikiri ukishaomba unaanza kushukuru ukishapata. Hapana, unaanza kushukuru hata kabla. Inakusaidia kutransform vile vitu katika ulimwengu wa roho na kuvipa uharaka, speed ya kutokea katika ulimwengu wa mwili. Jifunze kushukuru wakati ukisubiri. Shukuru kwa kuwasaidia watu wengine. Shukuru kwa kuwashukuru watu wengine. Shukuru kwa kuonyesha shukrani kwa watu wengine. Be a grateful person. Itakusaidia wakati unashukuru. Mazingira namba 3, shukuru ukijifunza vitu vipya. Usishukue unasubiri umekaa tu. Ongeza uelewa, ongeza ujuzi, jua mbinu nyingi, ongeza uelewa wako, panua mipaka ya uelewa wako. Better awareness. Nimefundisha somo hapa, vitu vitakavyosaidia kukupushi kwenda kwenye mafanikio. Tafuta hilo somo. Better awareness, better result, better choices. Wakati unasubiri, ongeza kujifunza vitu vipya vinavyoendana na kazi yako, vinavyoendana na shule yako, vinavyoendana. Kama ambapo mtu anasubiri matokeo ya form 5, ameshaanza tuition za form 5, anasubiri matokeo ya kwenda shule za kwenda form 5 na form 6 A level, kashaanza tuition, anasubiri akijifunza. Wewe unasubiri nini kwenye maisha yako? Mbona unakaa bila kujifunza chochote? Mbona unakaa bila kupanua mipaka yako ya uelewa?
Panua mipaka yako ya uelewa. Na jambo la 4 na la mwisho, subiri ukiwasaidia wengine wanaosubiri kama wewe. Subiri ukiwasaidia wengine wanaopita sehemu unayopita wewe. Subiri ukiwasaidia wengine waliowahi kupita ambako uliwahi kupita wewe. Yamkini uliwahi kupita kwenye nyakati nyingine za pressure, sasa uko kwenye ya juu kidogo, mtihani wako ni wa juu kidogo, unasubiri. Kuna watu waliwahi kupita ulikowahi kupita wewe. Kuna watu waliwahi kukatishwa tamaa kwenye vitu ulivyokatishwa tamaa navyo wewe. Kuna watu waliwahi kuwa na airisha wakati unaahirisha wewe, sasa hivi umepita pale. Wasaidie wale watu wakati unasubiri. Wakati unasubiri kunyanyuliwa kwenye uwezo mkubwa, hebu nyanyua wale wengine ambao wanashindwa na vitu vidogo zaidi. Wakati unasubiri kusolviwa tatizo, solution kwenye tatizo kubwa, wale vipi ambao wanashindwa kwenye matatizo madogo, kuwa msaada kwao. Haya ni mambo 4 utakaweza kufanya nyakati ukisubiri majibu yako. Naitwa Dr. Chris Mauki.